Swali langu, je, wanawake kuhubiri au kuwa wachungaji, Biblia imeeleza nini? Hivi wanawake wanaruhusiwa kuhubiri au kuwa wachungaji? Hili jambo la ajabu sana hili. Je, wanawake kuhubiri makanisani, kuwa wachungaji, Biblia inasemaje? Biblia imeeleza vizuri sana kuhusu namna kanisa linavyotakiwa kuwa. Wanawake kibibilia hawaruhusiwi kuwa wachungaji. Wanawake kibibilia kwa mujibu wa neno la Mungu hawaruhusiwi kuwa wachungaji, kulichunga kanisa la Mungu. Na kama unasali kanisa ambalo mwanamke ni mchungaji, nataka nikwambie na wewe pia kimaandiko unakosa. Na watu kwa namna kama hiyo, maandiko yanaeleza wazi watafanywa nini. Ni makosa kabisa mwanamke kuwa mchungaji. Ni makosa kabisa kusali kanisa ambalo mwanamke ni mchungaji. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Mstari wa ngapi? Mstari wake ni wa 14. Anasemaje? Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu. Angalia anachokisema hapa, anasema kwamba nakuandikia upate kujua jinsi ninavyowapasa watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Angalia, watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Kanisa la Mungu lina utaratibu wake. Hata nyumba yako we mama ina utaratibu wako. Nyumba yako we baba ina utaratibu wako. Kila mahali pana utaratibu. Hata nyumba yako mwenyewe ina utaratibu. Sasa unataka kanisa la baba ndio lisiwe na utaratibu? Kanisa la baba wa mbinguni, hiyo sahau. Kanisa la baba wa mbinguni lazima itaendelea kuwa na utaratibu. Maandiko yanaeleza kwamba mashemasi ni wanaume. Mashemasi ni wanaume. Neno la kuaminiwa, maaskofu ni wanaume. Neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi, Timotheo wa kwanza sura ya 3, mtu akitaka kazi ya askofu, ataka kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mme wa mke mmoja, mme wa mke mmoja, sio mke wa mme mmoja. Sio mke wa mme mmoja, ni mme wa mke mmoja. Umeangalia hapa? Lakini pia vivyo hivyo na mashemasi na wawe wastaivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya mashemasi, wakisha kuonekana kuwa hawana hatia. Lakini nasema mke wa mme mmoja, mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, waume wa mke mmoja. Angalia alichokisema. Lakini hapa tunaendelea kueleza, je, wewe unayeamini kuwa mchungaji, wewe mwanamke, wewe msingi wako umetoka wapi? Kumbuka msingi unatakiwa kutoka kwenye neno la Mungu. Msingi unatakiwa kutoka kwenye neno la Mungu. Msingi unatakiwa kutoka kwenye neno la Mungu. Kwa nini uelewi? Kwa nini uelewi na kwa nini unabisha maandiko yanachokisema? Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 34 kuanzia mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 34. Vivyo hivyo na wanawake wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena. Maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Bali wewe katika utulivu. Maandiko yanasema mtu akitaka kuwa mjinga na wewe mjinga. Na mtu anayesoma haya Biblia inasema ni afahamu ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Mtu anayejiona ni nabii au ni mtu wa rohoni afahamu ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Mtu anakiwa mjinga na wewe mjinga. Kisoma 38 kuendelea hapa, anaeleza wanyamaze, hawana ruhusa kunena. Timotheo wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 12, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanaume, bali awe katika utulivu, kwa sababu Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Lakini pia anaweza Adamu hakukosa, Hawa alikosa. Anaeleza pale sababu kwa nini mwanamke hatakiwi kufundisha. Hayo ni kufundisha kanisani, lakini pia kuwa mchungaji kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke unayedanganywa na mchungaji wako kwamba waweza kuwa mhubiri, waweza kufundisha, waweza kuwa mchungaji. Anasema hivi, mchungaji wako hata kuwepo siku ile unaulizwa maswali, ila neno ndio litakalo kuhukumu. Neno la Bwana ndio litakalo kuhukumu. Ni kweli wanakushangilia sana. Vivyo hivyo wanakushangilia sana. Acha nikusomee andiko. Timotheo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata. Wanaume wasalishe. Wanaume wachungaji kila mahali, wachunge makanisa, wasalishe. Sasa wewe mwanamke unasalisha mpaka unawekea na wanaume mikono. Umepewa kibali wapi kanisani wewe kuombea wanaume mikono na kuwabandika? Umepewa mamlaka wapi na neno la Mungu?
Sikiliza ndugu yangu, unaweza ukapigiwa kelele, unaweza ukashangiliwa na vipawa vinatembea, na umekaa umemwona Mungu kabisa, lakini leo ukawa umeitwa, Mungu anakuonesha kwa namna nyingine, ili uweze kujua kwamba mwanamke, wewe uruhusiwi kabisa kuwa mchungaji. Mwanamke uruhusiwi kuhubiri madhabahuni, uruhusiwi. Neno limekataza, ili neno limekataza. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya dini yako haijakataza, imani ya dhehebu yako haijakataza, imani ya kanisa lako haijakataza, lakini neno la Mungu limekataza. Neno ndio msingi wa imani. Nje ya neno, imani hiyo ni bure. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Andiko anasema hivyo. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa msingi wako halisi uwe ni nini? Neno la Mungu. Utakuta mwanamke amevaa suruali, ukimwambia na kuonyesha kwamba mbona maandiko yanakataza wewe kuvaa suruali, sikia majibu atakayokuambia. Na mimi mwenyewe ninaye Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ataniambia. Mara muda mwingine nitakujibu, acha na mimi nikamuulize Mungu anifunulie. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu wengi, akiwaambia watu kila kitu muulize katika maombi. Hata vitu vinavyohitaji utendaji anasema nikamuulize Mungu. Kuna mambo mengine yanahitaji utendaji, kuna mambo mengine yanahitaji wewe kamuulize Mungu, yanahitaji wewe uyatende. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi hayawezi kubadilisha neno la Mungu. Hiyo haiwezekani, maombi kubadilisha neno la Mungu. Ndio maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Timotheo wa pili 3:16. Neno limesafishwa mara 7 ni zaidi ya dhahabu. Zaburi ya 12:6 ni zaidi ya dhahabu, limesafishwa mara 7. Kwa maombi hawezi kubadilisha neno. Hata ukisema acha nikamuulize Mungu na mimi anifunulie kuhusu kuvaa suruali, imeandikwa usivai suruali, mavazi yampasayo mwanaume usivae. Na wewe mwanamke usivae, mwanaume usivae mavazi yampasayo mwanamke. Hata ukienda kuomba utafunuliwa. Ukifunuliwa ni mapepo yatakudanganya. Namba 3, kila neno la Mungu limehakikishwa. Misali 37. Misali 35. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Hakuna makosa katika neno la Mungu. Tunahitaji kulielewa neno, na kila neno linachosema hilo ndilo kweli halisi na ya mwisho. Ndio maana tutaangalia Samueli wa kwanza 3:1. Neno lilikosekana, hata mafundisho yanafanya nini? Yanakosekana. Mafunuo yanakosekana, uelewa unakosekana. Mtoto Samueli alikuwa hajui mafunuo ya kuwepo, kwa sababu neno la Mungu lilikuwa adimu wakati ule. Kwa neno la Mungu linapokuwa adimu, watu wengi wanakosa ufahamu, wanakosa kuelewa kile Mungu amesema. So mwanamke, nisikilize na unanisikiliza, ni marufuku kabisa kwa mjibu wa neno mwanamke kuwa mchungaji. Biblia imekataza. Kama mtasema ni kipindi cha Wakorinto, ni kipindi cha Ibrania, sawa, ipo siku utajitetea mbele za Mungu hivyo, maana una kiburi. Ndio maana tutaangalia hata Yesu mwenyewe akuchagua kina Mariamu Magdalena, akuchagua kina Maria ili wawe mitume, hakuwachagua. Ila wewe unachagua. Hata Paulo mwenyewe akuchagua, anaandika waraka kwa Tito, waraka kwa Timotheo. Ila wewe unapendekeza wanawake wachungaji kwa sababu ya ugumu wa moyo wako. Lakini iko siku utasimama mbele za Bwana wa majeshi kwa ajili ya kujitetea. Si kama mtajiteteaje. Ni vizuri leo kageuka na kuacha njia mbaya, kabla hajaja siku ambayo utasema sina furaha katika hiyo. Kabla hajaja siku ambayo utasema kwa nini sikusikia maonyo? Kwa nini nikataa maonyo? Geuka leo, maana wakati wako ni leo. Siku ya mabadiliko ni sasa. Mungu anakuhitaji hivyo ilivyo, ili uweze kutembea katika njia zake. Na kupenda sana. Karibu sana. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.